لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. Wapenzi waumini, baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala na kumtakia rahma kipenzi chetu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tunastahiki vile vile kuregesha shukrani kwa Allah tabarak wa taala kila mara kusema alhamdulillah, kwa sababu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah tabarak wa taala asema mkizihisabu neema za Allah hamwezi kuzifikia idadi yake. Lakini yatosha neema kubwa, neema hii ya Uislamu, ule Allah tabarak wa taala kutujalia sisi kuwa ni Waislamu. Kwa maana unapokuwa Muislamu, maisha yako yote yana thamani mbele ya Allah tabarak wa taala, na maisha yako yote yana malipo kama utakuwa una lengo katika unapoishi duniani. Kwani hakuna sehemu katika maisha ya mwanadamu ila Uislamu uko ndani yake. Al-Islam dinun kamilun wa nidhamun shamilun lilhayat. Uislamu ni dini iliyokamilika na nidhamu ya maisha yote ya mwanadamu. Ndio pale utakuta katika kila unachokifanya kuna dhikri ya kuleta wakati ukifanya jambo lile. Ukivaa nguo, ukiingia chooni, ukila chakula, ukiingia nyumbani, ukitoka nyumbani, ukivaa nguo mpya, kila unachokifanya utakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufunza dhikri fulani ili uweze kuishi na Uislamu katika maisha yako. Na maana ya kuishi na Uislamu ni kwamba iwe hata yale mambo ya kawaida unayoyafanya kwako yana tija, yana faida. Mfano, unapoingia nyumbani kwako ukaingia na dhikri aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillah walajna, basi kule kuleta ile dhikri waingia kwako na umepata ajiri mbele ya Allah tabarak wa taala. Umeingia nyumbani kwako, shetani amebaki nje, hakuweza kuingia na wewe ndani ya nyumba yako, kwa kuwa umeingia nyumba ile Kiislamu. Kwa ajili hiyo Allah tabarak wa taala miongoni mwa neema zake akatuwekea neema ya muda maalum au muhula au siku, mwezi, mwaka. Kuna neema ambao unafaidika nazo kila baada ya masaa fulani. Kuna neema unazofaidika nazo kwa wiki. Kuna neema ya Uislamu unafaidika nayo kwa mwezi, kwa mwaka. Kuna neema ya Uislamu unafaidika nayo kwa maisha yako yote. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema as-salawatul khams, sala tano, wal jum'atu ila al-jum'a, na Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, wa Ramadhan ila Ramadhan, na Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, mukaffaratun lima bainahun. Hizo zote kati yake zinafuta madhambi yanayopatikana ndani yake. Ina maana ukiswali hii dhuhuri, dhambi zilizochumwa kati ya dhuhuri na fajiri zinafutika kwa ajili ya ibada ya swala, unafutiwa dhambi zile. Lakini ukiswali asri, zinafutika dhambi ulizochuma kati ya asri na dhuhuri. Hivyo hivyo kila swala na swala ni sababu ya kufutiwa zile dhambi zako ndogo. Lakini wiki umeswali Ijumaa hii, basi dhambi mpaka Ijumaa iliyopita
katikati yake zinafutwa. Ramadhani, ukifunga Ramadhani hii, basi mpaka Ramadhani iliyopita mwaka mzima dhambi za mwaka zinafutwa. Na kuna na amali inafuta dhambi za maisha yote yaliyopita, nayo si nyingine ni amali ya haji. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq, yule mtu ambaye atahiji asifanye upuzi wote kule au asifanye matendo mabaya yote, basi mtu yule raja kayaumi waladatu ummu, anarudi kwenye nchi yao kama siku alizaliwa na mamake. Utakuta hii ni ibada ya kufuta dhambi za maisha yote yaliyotangulia. Tumepata ibada ya kufuta dhambi za mwaka, tumepata ibada ya kufuta dhambi ya wiki, kuna ibada ya kufuta dhambi kipindi mpaka kipindi. Hii ni neema ya Uislamu. Na moja katika ibada hiyo ndiyo ibada hii ya saumu tunaoizungumza, ambao tuko ndani yake. Mu'min miongoni mwa neema anayostahili kushukuru sana ni kule Allah tabarak wa taala akamjalia uhai mpaka akafikia Ramadhani. Kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kubainisha baina ya mtu ambaye amekufa kabla ya Ramadhani, tena watu wawili walofanya tendo kubwa la amali kubwa ya jihad. Mmoja akafa kule kwenye jihad, mwingine akarudi nyumbani hai akaishi, ikaja Ramadhani akafunga, alafu akafariki baada ya Ramadhani. Mwenzake katika masahaba aliyo hai aliota akamuona yule amekufa baada ya Ramadhani yuko juu sana, ajira yake ni kubwa sana, daraja yake ni juu kama tofauti ya mbingu na ardhi. Amemshinda mtu ambaye amekufa kwenye uwanja wa vita wa jihad. Hili likamshangaza, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, nimeota fulani na fulani walikuwa pamoja kwenye jihad, na yule tunajua alikufa kwenye uwanja wa jihad, lakini huyu alokufa baada ya Ramadhani fa nyumbani kitandani, nimeona yuko daraja ya juu kuliko yule. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, si huyu alirudi duniani akapata fursa ya kuendelea na ibada mpaka ikafika Ramadhani akafunga? Ndio. Basi kule kuiwahi Ramadhani ndio imemfanya awe juu ya mwenzake, tofauti ya mbingu na ardhi kwa ajira. Bila shaka jambo hili, maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kupa moyo sana, na ujikute kwamba unastahiki sana kuregesha shukurani zako kwa Allah kwa kumtaja Allah kwa wingi. Adhkar tulizonazo ni nyingi, tumefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili uwe hali yako yoyote waweza kumtaja Allah. Qur'ani inatufundisha yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wanamtaja Allah tabarak wa taala wakiwa wamesimama. Ina maana waweza kuwa watembea na shughuli zako na wamtaja Allah tabarak wa taala. Na ndio siri ya Allah akaweka kutajwa yeye katika Qur'ani, umtaje kwa siri, manake popote waweza kuendelea kumtaja. Watembea, wauza biashara zako na huku unamtaja Allah. Ni kama mwingine ambaye afanya kazi zake aimba. Kwa nini aweza kuimba asiweze kumtaja Allah tabaraka? Na hali Allah utamtaja kwa siri, haikuharibi chochote katika shughuli zako, lakini kule kumtaja Allah tabaraka wa taala ni wewe kujiweka karibu na muumba wako Allah tabaraka. Na moja katika salafu saleh asema katika jambo wafungaji walopata faida zaidi ni wale wanaomtaja Allah zaidi katika funga zao. Kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Kumsalia Mtume, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Adhkari kama hizi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
astaghfirullah wa atubu ilayh. Hizi ni katika adhkari ambazo wewe ukizungumza unamfurahisha Allah tabarak wa taala na zina malipo makubwa. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika Qur'an, katika dhikri kumtaja Allah tabarak wa taala, sema kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema maneno mawili ambayo ni mepesi sana katika ulimi wa mwanadamu, yana wepesi sana kwenye ulimi wa mwanadamu, lakini yana uzito katika mizani ya hasanati zako siku ya Kiyama. Lakini pia maneno haya habibatani ila arrahman, yanampendeza Allah tabarak wa taala ambaye ndiye mwingi wa rehma. Ni maneno gani haya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Hebu wewe ndugu Muislamu, maneno haya waweza kuyasema mara ngapi kwa siku? Ni maneno machache sana, mafupi. Subhanallah bihamdihi subhanallah alazim waweza kusema hata mara 1000, na ukisema mara moja yana uzito katika mizani ya hasanat, na faida ya maisha ya mwanadamu akirudi kwa Allah ni kuwa mizani ya hasanati yake imekuwa mzito zaidi. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radhiya. Ni haki kila mmoja wetu ajue kwamba mimi nina mpenzi Allah tabarak wa taala, na Waarabu wasema man ahabba shay'an akthara min dhikri, anayependa kitu sana yuakizungumza. Wewe kama wapenda siasa, mazungumzo yako yote yatakuwa siasa. Njoo muone anayependa mpira, mazungumzo yake yote yatakuwa mpira. Mtu wa biashara, mpenzi wa biashara, mazungumzo yake yote, kila mtu hupenda kuzungumza kile anachokipenda zaidi. Na nani mpenzi wako zaidi ya Allah tabarak wa taala? Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah tabarak wa taala asema wale walioamini mapenzi yao kwa Allah ni makubwa zaidi, wanampenda zaidi Allah kuliko kupenda kingine chochote. Sasa kikawaida atakikana tumtaje sana Allah. Allah tabarak wa taala amali zote asema tuzifanye, wa aqimus salah wa atus zakah ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Amali zote asema wa anfiqu mimma razaqnakum, kusali, kutoa zaka, kufunga, kwenda haji, kutoa sadaka. Amali zote Allah amesema fanyeni, fungeni, salini. Lakini ila amali moja, amali ya kumtaja yeye, hakusema nitajeni, hapana. Asema wadhkurullaha dhikran kathira wadhakirina Allah wadhakirat, wadhakirina Allah kathiran wadhakirat. Ila amali ya kumtaja yeye hakusema kama alivyosema aqimus salah, atu zaka, hapana. Amesema wadhakirina Allah kathira, na wale wenye kumtaja Allah kwa wingi. Ameongeza neno kathira, wadhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Mtajeni Allah kwa wingi, na vile vile mumsabihi Allah asubuhi na jioni. Maana yake ni kwamba katika amali nyepesi kwa mwanadamu ni amali ya dhikri. Hizi nyingine ni amali zenye masharti. Kumtaja, kusali ni lazima uwe una udhu, lazima ulekee kibla, unasali kwa wakati wake. Haji ina miezi yake, alhajju ashhurun ma'lumat. Sala, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Ukija zaka ni muliyul haul, mpaka ifikiwe na mwaka. Ukija saum mpaka mwezi wa Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran.
lakini amali ya dhikri ya kumtaja Allah haina wakati, haina masharti paka udhu, haina yani wewe wakati wote kwamba popote ulipo unamtaja Allah tabaraka wa taala. Angalia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, man ta'arra min al-layl, mtu ambaye atakatikiwa na usingizi usiku. Mara nyingine waweza lala masaa 2 matatu usingizi ukakatika ghafla. Sasa unapokatikiwa na usingizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akupa kitu bora kuliko ule usingizi. Usijilaumu au usifanye mambo mengine ambayo huenda yakakuzidisha usingizi upotee. Usingizi umekatika ghafla, wewe ukaenda ukachukua simu, basi afadhali nifungue message zangu niangalie. Waweza pambana na message ikapoteza usingizi wa wiki baada ile siku moja. Sasa ufanye nini lau umelala usingizi umekatika ghafla, umeshtuka huna usingizi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akuwekea malipo, zawadi bora kwa usingizi ule, usiujutie. Asema mtu akifikwa na lile, faqala, pale pale kitandani alipolala, hana udhu, atoka usingizini amelala, pengine alikuwa katika hali yake ya ubinadamu na mkewe, hako tohara, lakini pale pale alipo akasema, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, thumma astaghfara Allah au daa ghufira lahu. Alafu mtu yule baada ya kusema maneno haya akamuomba Allah msamaha wa dhambi yake anayoitambua kubwa aliyoifanya. Ya Allah, mimi ni kiumbe chako, nimekukosea, nimefanya dhambi hii, naomba msamaha kwako. Au akaisema kwa rabbighfirli wali walidayya. Basi maadamu ameanza na dhikri hii, anaposema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, dhambi yoyote utakaoomba wakati ule usamehewe, utasamehewa. Au una jambo linakusumbua, ima una jambo unalitaka, unalihitaji katika maisha yako, lakini imekuwa vigumu kulifikia jambo lile, au kuna jambo linakukera, linakuudhi, ukasema maneno haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alafu ukasema, Mola, naomba mtoto wangu ananisumbua, tabia zake haziridhishi, ya Allah nakuomba umsilihishe mwanangu awe mtoto mwema. Dua yako hiyo hairudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayetuambia, ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pale pale kitandani, hujachukua udhu, hujalekea kibla, lakini umemkumbuka, umekata usingizi, ukamkumbuka Allah na ukasema na yeye na ukamsifu kwa adhkar, basi unachoomba pale Allah anakukubalia. Haya yote yadhihirisha huruma ya Allah kwetu sisi. Ataka nini kwetu Allah? Hana haja ya chochote kwetu. Sisi ndio twenye haja nyingi. Sisi ndio mafukara ambao tuna haja ya Allah ya kila aina. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Allah tabarak wa taala sema, enyi watu, nyinyi ni mafukara kwa Allah nyote. Labda tafsiri ya fukara kwetu yaja kwa mtu kuwa hana hela, maskini, lakini maana ya ufukara ni mtu mwenye mahitajio makubwa zaidi, yuko sufuri katika maisha yake, na kila mmoja baina yetu sisi na Allah tuko sifuri kabisa. Mtatoa sifuri yetu iko hapa hapa tulipokaa, au pale ulipo na shughuli zako,
unavuta, unakunywa hewa ya oxygen. Hii oxygen unainunua? Na nani ananunua oxygen? Na lao ingekuwa ni kununua oxygen, nani angeishi? Kwa sababu oxygen, hewa unaotumia katika siku yako ni nyingi sana. Lao ungeachiwa wewe ununue, kumbe sidhani kungebaki mtu. Kwa siku mwanadamu anatumia lita 700 za oxygen. Gari lako kutembelea zikitumia lita 20 kwa siku hapa mjini, utaliuza au sio? Hili sigari bwana, mauti lina faida gani? Hasara tupu. Lita 20 ya petroli, wewe kwa siku watumia lita 700 za oxygen bure. Wala kama hujui kama ni neema hii. Ni nani amekaa akavuta pumzi au kashukisha akasema alhamdulillah? Yani hivi unavyoishi ukaleta alhamdulillah kwamba nimepandisha pumzi au nimeshukisha pumzi. Mara nyingi sisi neema ni tonge la wali, si ndio? Piga ubaba wako umeshiba, alhamdulillah. Lakini wali unaweza kutumia gharama gani ya wali? Pesa ngapi? Utakula kilo ngapi wewe? Haifiki robo. Oxygen unakunywa lita 700. Neema za Allah tabaraka wa taala. Sasa Muumba wako mwenye huruma kama hii anakupa kitu kama hiki ambacho lau kitakatika katika maisha yako sekunde kadhaa tu hakuna mtu. Miaka ya nyuma hii tulikuwa na ugonjwa ulimwenguni unaitwa corona. Kwani ilikuwa shida yake ni nini? Watu hawawezi kupumua vizuri. Kule kushindwa kupumua, kifo tayari kimekugongea mlango wako. Sasa Allah tabarak wa taala ndiye mpenzi wako, unastahiki kumpenda. Si mpenzi kwamba wewe ni chaguo lako, la, bali ni lazima umpende kwa sababu wewe unaishi kwa ajili yake. Anaposema yeye kwamba hutakikani hapa ulimwenguni, la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, huwezi kuchukua hata sekunde moja ya ziada ya muda aliyokupatia yeye ubaki, wala huwezi kucheleweshwa yani kwa sekunde moja zaidi anaposema wewe uondoke. Sasa kama mtu anakufadhili kwa jambo dogo tu maishani, asikulipe mshahara yeye, akakushika mkono akakupeleka mahali ukaandikwa kazi, wallahi humsahau au tamsahau. Au akakupa ni mfanyabiashara, wewe ununua wapi mali hii? Gali bwana, twende. Akakupeleka mahali, hapa utapata rahisi, na kweli ukafaidika nayo. Kila ukimwona sema yule bwana, simsahau kabisa. Yule ni mtu haja kuongezea shilingi moja katika biashara yako, amekulekeza tu. Sasa je, Allah tabaraka wa taala aliyekuumba hukuwepo? Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Mwanadamu muda mrefu umepita hakuwa hata kijulikana kuna kiumbe chaitwa mwanadamu. Kwa hakuna jina hilo la mwanadamu. Malaika wenyewe walishtuka walipoambiwa ataletwa mwanadamu. Akakuleta, khalaqaka min adam, ulikuwa haupo akakuumba. Kukuumba kwake kimaajabu, umbile ambalo limekubaliana na maisha yote. System ya dunia ilivyo imekubaliana na umbile lako. Ndio Allah amshangaa mwanadamu anapomsahau Allah Mola wake. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Allah sema, mwanadamu,
Jambo gani limekushawishi wewe na kukughuri wewe mpaka ukamsahau Mola wako aliye mkarimu? Wewe una Allah tajiri mkarimu, anakupa hewa masaa 24. Hata kama umelala hewa inaendelea, bali mtu akilala wamsikia ngorota kabisa, aipata ile ya wholesale. Sasa vipi alafu utamsahau huyu? Kama duniani wasahau wakumbuka watu kwa petty things, vitu vidogo vidogo, lakini unakumbuka huyu alinifanyia ihsani hii, huyu alinifanyia ihsani hii. Allah akakuleta, ulikuwa haupo wewe, fasawak, akakuumba sawa. Waonaje macho yangekuwa nyuma, ingekuwaje? Si ungekuwa enda reverse? Haya macho ungekewa nyuma, ingekuwaje? Angalia Allah tabarak wa taala ahsanul khaliqin, alivyomuumba mzuri. Viungo vyote, mifupa yote Allah ameifunika na nyama. Fakasawna al'idhama lahma. Allah sema mifupa yote katika kumuumba mwanadamu tumefunika nini? Nyama. Na faida yake, kiungo kile ambacho kimefunikwa ule mfupa wake na nyama, lau ile nyama itaondoka, kile kiungo hakifanyi kazi. Hiki kidole kikaumia au kikapata kidonda, hii nyama ikasagika ikaisha, kidole hiki kitakuwa hakifanyi tena kazi. Ni vile kilivyo hivyo hivyo. Lakini angalia, pamoja kwa mifupa yote ameifunika nyama, ila meno hayakufunikwa na nyama. Kwa sababu lao yangefunikwa na nyama, ungekula nyama wewe? Na sasa mwili wote huu, mifupa yote ikafunikwa na nyama, meno yakaachwa, nyama hii ikaachwa wazi ili wewe ufaidike nayo. Leo unakula vitu vigumu vigumu, lao ingekuwa yamefunikwa haya meno na nyama kama ilivyofunikwa kidole, wewe ungetamani kula nyama. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Allah mzuri wa kuumba. Sasa amekuleta hukuwepo tena, fasawak faadalak, akakujalia wewe una balance katika hii maisha. Ukiamua kusimama wasimama, kukaa wakaa. Angalia swala yako unavyokwenda, una rukuu hupitilizi, unasema hapa ni nusu ni nusu. Ukitoka kwenye rukuu hupitilizi ukaanguka huko. Hapana, vile unavyotaka ndivyo unakuwa. Faadalak. Na nikupe siri, masikio haya yakaugua, yakapata maradhi fulani, wewe huna balance. Balance yako ikawekwa kwenye, ndio utakuta mwanadamu kiungo chake cha haraka ni masikio. Hata ukifa, masikio ndio ya mwisho kutofanya kazi. Na ndio Allah alipozungumza neema, kwanza akataja masikio. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Allah amewatoa katika matumbo ya mama zenu mkiwa hamjui chochote, lakini kwa neema ya kutaka nyinyi muwe watu wajuzi wasomi, akawapa neema tatu muhimu. Ya kwanza akaitaja neema ya sikio, waja'ala lakum as-sam'a wal absara, macho, wal af'ida, na mioyo, la'allakum tashkurun, ili mupate kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo neema kama hizi akakuweka katika hali ya uadilifu kabisa, kiasi waweza kufanya mambo yako kama yanavyotakikana kufanywa, na bila wewe kukosa kuweza kuyafanya. Unatembea kwa miguu, hutembei kwa utosi. Miguu yako midogo
wewe la mtu atakubebesha ile bag ile mfuko wa simiti ya kilo 50 kilomita 1 utakataa, hata akikwambia pesa ngapi. Utakuniua bwana, siwezi. Lakini kijiguu chako cha namba 7 zabeba kilo zako 70 kuanzia udogo mpaka leo, na hakijashindwa kukubeba, au si kweli? Na hujaweza siku moja ukasema fulani mbona unachelewa twende? Bwana mguu leo umechoka, huwezi kunibeba. Unakwenda unapotaka kwa vishindo, unasimama masaa, na ukiangalia waulizwa kiatu, wavaa namba ngapi? Namba 7. Namba 11 ndio kubwa, lakini 11 yabeba kilo ngapi? Allahu tabaraka wa taala kakuumba sawa, fi ayi suratin ma shaa rakabak. Allah tabaraka wa taala kakuweka kwenye sura ile anayoitaka yeye. Tena katika miujiza ya sura, Allah amekuumba wewe, fa ahsana suwarakum, akazifanya nzuri sura zenu. Wanadamu wote wazuri, na ushahidi kuwa wanadamu wazuri. Umewahi kumuona mwanadamu aliyeumbwa sura mbaya vipi? Umemwona? Mwanadamu mimi naumbwa sura mbaya, umemwona? La, kila mwanadamu jiona yeye ni mzuri kuliko mwenzake. Yule atasema pua kama jipanga, na mwingine anambia pua ka kiti cha beskeli. Yule amwambia sijui pua kama. Kila mmoja jiona yeye ndio yuko mzuri. Kwa hivyo Allahu tabarak wa taala kwa neema zake hizi nyingi alizokuumba, akakusudia wewe jambo moja tu. Neema za Allah haziwezi kulipika. Kuna bwana mmoja alienda kwa shekhe, alalamika kwamba bwana, mimi huu ulimwengu bwana naona hauna faida na mimi. Kwa nini? Bwana, mimi hali zangu za maisha, mimi sina hela kabisa bwana, sina pesa. Yule shekhe akamwambia, kuna bwana yuko, nitapigia simu sasa hivi, yupo hapa. Tena bahati mzuri hivi ninavyozungumza yuko mtaani hapa. Nitapigia simu. Akaona zaletwa hela. Utampigia simu mwambie nini? Huyu bwana anunua jicho milioni 50 macho yako. Umpe macho akupe. Kwenda hasidi wewe shekhi gani? Mimi niuze macho kwa ajili. Una nini bwana? Wewe umesema katika dunia hii una faida, manake una hela. Sasa hela zaja. Sasa hivi waletewa milioni ngapi? 50 ili utoe macho yako mpatie yule bwana. Yule ana haja ya macho mawili tu. 50 meters zitahesabiwa. Kwenda wewe bwana. Amekasirika. Hauzi macho. Aona milioni 50 haitoshei neema ya nini? Ya macho. Sasa una neema ngapi wewe? Kuna neema wasijua, kuna neema husijui. Huu moyo wako kwa siku unapiga mara 100,000. Huu moyo kwa siku unapiga mara ngapi? 100,000. 100,000 unapiga. Usinunue hizo vifaa vya kupigisha moyo. Ungeambiwa tu wewe ndio ufanye upige, kuna mahali uguse ndio moyo upige. Ingekuwaje? Ungepoza mikono hii, si ndio? Ungepoza. Ungeparalyze. Yani uambiwe wewe ukitaka kuendelea kuishi basi vuta pua yako. Kila ukivuta na moyo nao ndio upige. Si ungeingoa pua. Kama vile taa ukitaka hii wake mpaka ufanye nini? Uswitch, si ndio? Uswitch on inawaka, off. Sasa ungeambiwa na moyo kupiga ni mara 100,000, lakini haupigi mpaka uswitch mahali. Kama ni sikio, ni pua, ni wapi, uwe hivi. Ingekuwaje? Unapiga moyo wewe hata huna habari kwamba hiyo ni neema ya Allah tabaraka. Ubongo huu, wanasema huu ubongo una hazina. Kama vile kompyuta kuna folders, si ndio?
zile folder zako za kompyuta labda 100, ubongo una folders milioni 2. Milioni mbili. Ina maana wasema kila ukipata jipya, elimu mpya, ndio ubongo unafanya nini? Folder moja inafunguka. Ina maana kuna watu watakufa hata robo ya mafolder yaliyoko ubongoni hajafanya nini? Manake hata hiyo kusoma hataki. Watu wakisikia kama hivi sema watu wapia nini? Tusajua tumezaliwa Waislamu, tumezaliwa na wazee wataalamu. Kumbe yeye anafanya vile vitu vyake vinaganda. Sasa wewe kompyuta yako itakavyokuwa nafasi, simu yako unasema hii ina nini? Ina GB 100, ubongo na bilioni 2. Tumeelewana? Hapo kuna mahali ufika ikabidi mpaka udelete, si ndio? Uende manake vitu havingi tena. Lakini wewe kwa umri ulioko unakumbuka matukio ya primary school? Kuna vitu vya primary school bado vipo kwenye akili yako, au sio? Hizi ni neema jamani. Hatuna nafasi ya kuacha kumshukuru Allah tabarak wa taala. Lazima mwanadamu kila mara amtaje Allah tabarak wa taala. Unakumbuka matukio ya udogoni kabisa. Waweza muona mtu akakupa mkono ukamwangalia, nishakumbuka. Ulijigusa wapi ukakumbuka? Ulijigusa wapi mpaka kukumbuka? Akili hii imepewa nafasi hizo. Kuna vitu vinaingia bila wewe hujui. Lakini pia kuna neema nyingine hatujui kwamba ni neema, waitumia tu wewe. Kwa siku unatumia dakika 1440. Kila siku unatumia dakika 1440 kila siku. Hizi ukilala ukiwa mvivu unavitumia, mwenye bidii ya maisha anazitumia, mkorofi anazitumia kwenye ukorofi, mtiifu anazitumia kwenye utiifu, asi anazitumia kwenye kuasi, mcha Mungu anazitumia. Na Allah hawaulizi. Sio wale watu ambao hawaswali kwamba wamepunguziwa. Hawa hawaswali nitawapa dakika 50 kwa dakika hizo zote kila mmoja anatumia, na hakuna ametambua ni neema kule kutumia dakika hizi akasema alhamdulillah. Kwa hivyo wapenzi waumini, Allahu tabarak wa taala yote aliyoyaumba haya ni kuhusu sisi. Ndio Allah asema wa fi anfusikum afala tubsirun. Nyinyi wenyewe mkijiangalia hamumuoni Allah tabarak wa taala, hamuzioni neema za Allah, hamkumbuki Allah kwa kujiangalia umbile lako lilivyo maajabu. Haya ni mazuri tunayoyataja. Kuna na mabaya ya hatari unatembea nayo mwenyewe. Kuna hatari unazitembea nazo mwenyewe, na Allah hatari hizi anakulinda nazo, hazikuletei matatizo. Wamuonaje mtu yuenda hospitali alipa malaki ya pesa kwa sababu apate mkojo? Haja yake ndogo imefanya nini? Na mkojo huu alikuwa nao kila siku, lakini hajui kwamba ni hatari. Wacha mkojo, weweza kwenda hospitali vishindo, daktari ningoe, sitaki story nyingine, ngoa jina la, sitaki ningoe daktari. Mzee, ili jino tuweza kukupa dawa siku 3 kwanza. Jino lako wamwambia daktari, na ulikuwa ukisema haya meno yangu, lakini inafika mahali likawa ni hatari, wewe mwenyewe ukamwambia daktari ngoa mwenyewe, wewe mwenyewe. Kwa hivyo yote haya mazuri aliyotufanyia Allah kwa kutuweka kwenye kheri na kutulinda na shari, yote haya ni lengo sisi na sisi tutambue kwamba huyu ni mlezi wetu. Hivi mwanayo nyumbani mdogo, unamletea pipi, unamletea hiki,
unamletea hiki, anakupenda hakupenda? Na anakupenda kiasi, ana imani na wewe. Hata ukimhatarisha, waweza kuchukua mtoto wako mdogo kucheza naye ukamrusha, si ndio? Kamrusha juu, ndio si wacheka kweli kweli. Na ukikataa akwambia tena, ataka ufanye nini? Kurusha ni hatari kule, aweza anguka. Lakini kwa mazuri unaomfanyia, imani yake amwambia huyu ni mlinzi wangu, hawezi kunidhuru mimi, anachonifanyia ni kizuri kwangu. Basi jamani, haya yote tulioelezana, hatujaelewa kuwa Allah ni mzuri wetu, hatujaelewa kwamba Allah ndiye mlezi wetu, hatujaelewa kwamba Allah tabarak wa taala ndiye msimamizi wa mambo yetu. Kama mtoto mchanga mdogo anatambua ihsani, mama anamnyonyesha mchanga, hajafungua maji, lakini mama akiondoka yualia kwamba mlizi wangu hayuko na mimi siko salama kwa sababu siko karibu na mama. Wewe kwa nini uwe mbali na Allah? Kweli hujafahamu kwamba mlizi wako na Allah, na hujafahamu kwamba mlezi anamhurumia anayemlea. Mtoto atambua hilo, wewe hujatambua, itakuwa wewe ni mwanadamu wa aina gani? Ndiyo Allah akakuletea hizi ibada, lengo uwe karibu na yeye. Ninachokusudia kwenye mazungumzo yangu yote, conclusion ni kwamba sisi Waislamu tuelewe hizi ibada si vitu vya kawaida. Ibada zina malengo, na malengo makubwa ni kukuweka karibu na nani? Na mlezi wako. Unapomfanyia ihsani paka wako, ukimlisha ni ule paka awe na mazoea na wewe. Unapomfanyia ihsani wale wanyama wako, kuwalisha na kunini, wakuzoee. Unamlisha mbwa najisi, wewe mbwa ni najisi, lakini umemweka unamlea ili akupende, akulinde. Subhanallah, Allah akakupa wewe uhai, anakupa riziki, anakupa vinywaji, maji, anakupa neema na hii ili na wewe umtambue Allah, umpende. Sasa haya mapenzi haya, malengo yako ndiyo malengo yako kwa Allah, kwa sababu ukimpenda mtu utakuwa karibu na yeye, na usalama wa mwanadamu ni kuwa karibu na Mola wake. Ndiyo Allah tabarak wa taala alipokuamrisha kusujudu, kusali, akwambia wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, na usujudu na ujikaribishe nami. Lengo la kuwekewa swala ni uwe karibu na Allah. Allah tabarak wa taala alipokuletea saumu, malengo si kwamba ufunge kisha basi, hapana. Aya zikizungumza saumu, ikimaliza inasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Kama kukwambia lengo la kukuletea saumu ni wewe ujue kwamba mimi niko karibu na wewe, uniombe katika maisha yako yote, usiwe mbali na mimi. Hii saumu ni zoezi, lakini machi ni baada ya Ramadhani, ndio kutakuwa na mechi. Zoezi kamili ni baada ya Ramadhani. Miezi 11 utumie malengo ya saumu, na huwezi kupractice saumu yako nje ya Ramadhani ila uwe ulifunga kwa lengo. Katika kufunga kwako ulijua kwa nini nafunga. Si kufunga kwamba ni ada sisi Waislamu tutafunga. La, wafunga mansama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Unafunga kwa ajili ya kumwamini Allah na kutaraji malipo kwa Allah tabaraka. Kama unafunga kwa ajili ya Allah ya iman, itakuwa kila jambo la kukuza imani yako unalifanya. Kama unafunga kwa ajili ya kutaraji malipo, utailinda saumu yako na kila jambo ya kuharibu malipo yako. Hili ndilo lengo. Ukifunga kwa lengo hili, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa mtu yule na madhambi yake yote yaliyotangulia, kwa sababu alikuwa na lengo katika kufunga. Lakini utakapofunga
ukajiepusha na kila linalomkera Allah kwa sababu ya Ramadhani, ukasema Ramadhani imeingia, inabidi tufunge mabaya yote niache, ndio ulikuwa usali, lakini sema kwa ajili ya Ramadhani, baada ya Ramadhani nitasali. Wanasema sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu asema, man sama Ramadhana wa haddatha nafsahu annahu sayasihi ba'da Ramadhan fa inna siyamahu alayhi mardud. Yule mtu alofunga Ramadhani lakini akaekania kwamba baada ya Ramadhani nitarudi kwenye yale mambo yangu, yale mazoea yangu ya kumwasi Allah, ya kuacha ibada za Allah, asema saumu yake arejeshewa mwenyewe. Toba ni yenye masharti matatu: kuacha unalolifanya baya au kulifanya zuri ulilokuwa umeliacha, kuazimia kutorudia tena, na la mwisho ni kule kuwa utakuwa unajuta kwa nini nilifanya dhambi ile ikuchukize, usitamani kurudi tena. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali: nani katika sisi leo au katika hii Ramadhani amewahi akapiga simu nyumbani akauliza, vipi mke wangu, umefikisha juzu ngapi Qur'an? Au umemaliza juzu yako ya Qur'ani leo? Na hakuna. Nani ameuliza, vipi umepika tambi leo? Au lete nini leo? Ufikiria iftari gani tule leo? Umewahi kuuliza au hujauliza? Na nauliza, Qur'ani imetuambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, huu ni mwezi wa uloteremshwa Qur'an. Sasa kama mwezi huu tuambiwa kazi yake ni Qur'an, hakuna swali la Qur'an, nani alokuambia mwezi huu kazi yake ni kula ukauliza swali la kula? Ni kwamba Ramadhani tumeibadilisha malengo. Alhamdulillah. Na hata swali hilo kama laulizwa ni mmoja katika, au sio? Very rare. Kwa hivyo jamani, siku 10 za mwanzo zimepita, lakini hizi zilizobaki tubadilike, tuje kwenye lengo la Ramadhani, tuisimamishe ibada, ndiyo lengo kuu la Ramadhani. Allah akaiweka kwa kuataka mwezi huu watu waabudu sana, akapunguza muda wa kula. Moja katika hikma za kwamba tushinde mchana mzima kwa njaa, tusile tusinywe, ni ili nafasi ile tuongeze ibada, kwa sababu mwanadamu wakati wote akishiba kuna mambo mawili. Kwanza, akishiba uvivu unakuja, lakini pia akishiba mishipa yake shetani anakuwa na nafasi, ile mishipa yake inafunguka kwa nafsi, na nafsi ikiwa inapata hewa vizuri, inna nafsa la amaratu, nafsi kile ikichanuka ndio inaamrisha maovu zaidi. Saumu inakuja kubana mishipa yako, nafsi ikibanika ndio utarudi zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tubadilike, tusifanye Ramadhan ni mwezi wenye malengo ya kula, bali tufanye Ramadhan ni mwezi wenye malengo zaidi ya nini? Ya ibada, ili tupate kufaidika na Ramadhan. Nimetoa hadithi hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yule aliyewahi kufunga Ramadhan akafanya ibada zake Ramadhan, anakuwa tofauti na mwenzake kama tofauti ya mbingu na. Sasa ikiwa wewe umefunga kufunga tu njaa na kiu, lakini hakuna ibada nyingi ndani, basi wewe
utakuwa saumu yako haikukufikisha katika lengo. Hii ni ofa Allah ameitoa, tuitumie ofa hii vizuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi